Yes bwana, ni mwendelezo wa kuhakikisha kwamba hapo ulipo basi nakupatia vile vitu ambavyo unastahili kuweza kuvipata. Niko na my brother chambuzi langu kabisa Steve bwana, hapa tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupa kile ambacho tunacho hakikisha kukupa. Bwana vipi? Bwana poa, mambo vipi? Piga zilikuwa nyingi katikati. Namshukuru Mungu bwana, na kwa lazima ndio hii naishia leo Jumamosi Kuu, kesho Pasaka, basi mambo ni mazuri kweli kweli. Moja kitu ambacho tunataka tudiskasi ni kwa Yanga, kwa sababu Yanga wana game dhidi ya Prison. Inaweza kusema kwamba kurejea kwa Mwalimu kunampa darasa kubwa sana au somo kubwa sana kocha Pedro, kwamba kwa michezo iliyobaki duru hili la pili utakapofanya ovyo katika mechi kadhaa, basi ndio tiketi yako kuweza kumwachia kiti Mwalimu. Una comment gani kwenye hili? Of course Yanga kitu ambacho walikuwa wamekifanya, kwanza Yanga katika benchi lao la ufundi walikuwa na benchi bora, kwa maana ya kwamba walikuwa na makocha ambao wote wenye hadhi ya kuwa makocha wakuu. Ukimzungumzia Patrick Mabedi, alikuwa akifundisha timu ya taifa ya Malawi, ana hadhi ya kuwa kocha mkuu, na yeye alikuja pale kama kocha msaidizi akimsaidia Romain Folz, lakini baadaye Folz anamwacha Patrick Mabedi, umeona. Lakini pia ukimwangalia Da Silva, msaidizi wa Gonçalves, naye pia ana hadhi ya kuwa kocha mkuu, lakini pia ukimwangalia Goncalves naye pia ana hadhi ya kuwa kocha mkuu, umeelewa vizuri. Kwa hao wote walikuwa na hadhi ya kuwa makocha wakuu, lakini wote wakawa sehemu moja na mmoja kuwa wa juu afu wengine wakawa wasaidizi wake. Lakini pia kitu kingine ambacho Yanga alikuwa wamekiangalia kwa makocha hao, kwa sababu hao makocha wamefundisha zaidi timu za taifa. Timu za taifa tabia zake ni huwa zinakusanywa kwa muda mfupi, zinatengenezwa combination kwa muda mfupi, alafu pia na kuweza kuingia kwenye mashindano. Na Yanga kipindi kile walikuwa wanamhitaji kocha wa namna hiyo, kwa sababu tayari walikuwa shaanza msimu wakiwa na Romain Folz. Baadaye Romain Folz anaondoka, mashindano yanaendelea ya kimataifa ya ndani, kwa lazima umpate kocha ambaye anaweza akaja akatengeneza organization ya timu kwa muda mfupi, kama vile ambavyo inapokuwa kwenye nature ya timu ya taifa. Ndipo wakabai idea ya kumchukua Gonçalves. Lakini sasa kitu ambacho baadaye kilikuja kugundulika ni kwamba Gonçalves ana uzoefu zaidi na ligi yetu, kwa maana ya kwamba kujua miundombinu ya viwanja vya nchi yetu, lakini pia kuwafahamu vizuri wachezaji na tabia zao na nature zao, ambao hususan kwa timu za upinzani na Young African. Kwa hii pia ilikuwa inampa wakati mgumu sana kwenye kufanya approach kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine. Na hii sio kwake yeye tu, ilishai kumkuta hata Nabi anakuja Young African msimu wa kwanza akuchukua ubingwa, lakini ndio msimu ambao alifika fainali akacheza Lake Tanganyika kule, kombe la shirikisho dhidi ya Simba, anapoteza kwa goli 1-0 lilofungwa na Tadeu Luanga kama unakumbuka. Hiyo ni kipindi cha Nasreddine Nabi. Lakini baada ya kuelewa mazingira yamekuaje, akaja kujua kwamba namna gani hapa naweza nikaenenda. Lakini Nabi ili aweze kutoboa vizuri zaidi, walimpa Cedric Kaze kama utakumbuka, ambaye Kaze alimtangulia Nabi kuja Young African na kuja Tanzania. Kwa Kaze alikuwa anaijua vizuri nature ya Tanzania, na ndio maana Nabi wakamkabidhi Kaze, na ukaona kitu ambacho kilikuwa kimetokea na kuweza kufanya vyema zaidi. Lakini pia ukija ukimuondoa Nabi, ukija kumleta Miguel Gamondi, pia alipofika Tanzania, Gamondi alikuta timu ya Nabi ikiwa unbeaten, haikuwahi kupoteza. Ikaja kupoteza kwenye mechi ya 41 kama sio 42 dhidi ya IF walikuwa wanacheza, lakini pia kocha akiwa Gamondi alienda kupoteza kule Mbeya kama unakumbuka vizuri. Lakini hapo baada ya hapo unajua kuona kwamba baadaye muendelezo wake ukaja kuwa mzuri, kwa sababu wanaota Halson, lakini pia walikuwa na Musa Ndoo, ambaye Musa Ndoo huyo amefundisha sana ukanda huu wa Afrika, anajua vizuri tabia za Kiafrika na nini, ukimlinganisha na Miguel Gamondi ambaye ni Argentina. Kwa hiyo ikawa rahisi wakaweza kuvuka kikombe hicho. Kwa msimu huu kuwepo kwa Gonçalves pamoja na benchi lake la ufundi zima, hawana mtu mwenye experience na nature ya Tanzania, watafanyaje? Ndio maana wakaja kumrudisha Morin, kwa sababu Morin yeye anaijua Tanzania vizuri, kwa sababu Tanzania alikuja akifundisha Azam, kaifundisha Azam, kaleta ushindani mkubwa, lakini baadaye amekwenda KMC amefundisha, umeelewa vizuri. Baadaye anarudi tena Young African akiwa kama mkurugenzi wa ufundi, anaondoka. Kwa hiyo Young African kumrudi, watu wanalalamika, hata mashabiki baadhi wa Yanga wao wenyewe wanalalamika kwamba Yanga hii ni tofauti na Yanga zingine ambazo zilizopita. Yanga hii ni kama ambavyo inatafuta alama tatu tu, lakini mambo ya kucheza vizuri kwenye pichi, sijui kuvutia, sio kalba ya kocha Pedro. Kocha Pedro anachezesha Yanga ni kama kutafuta matokeo tu. So baadhi ya mashabiki na wadau wa soka hawaridhishwi na Yanga ambayo
kocha anaitumia hii? Unajua mashabiki wao mara nyingi sometimes unaweza ukajiuliza wanataka kitu gani? Wanataka ushindi, wanataka mpira mzuri, wanataka nini? Umeona, kuna kipindi ambacho mashabiki wao wanavimbiwa na furaha. Unaweza kukuta mtu umeweza ukashinda afa akasema kwa nini hatukushinda goli 6? Yaani ushindi umepatikana, kwa nini hatukushinda goli 6? Wewe unashinda goli 7. Tafsiri yake ni kwamba mtu anavimbiwa na nini? Na mafanikio. Hiyo kitu inatokea sana. Lakini ukija kuangalia kwa upande wa kocha mwenyewe binafsi, yeye ambition yake ya kwanza ni kuhakikisha kwamba anapata alama 3, kwa sababu hii ni ligi kuokota alama 3 ni faida mwisho wa msimu kuweza kuwa bingwa, kwa sababu unakuwa na uhakika wa kuweza kupata alama 3 kila mchezo. Hiyo ndo ambition ya kwanza. Hii ya pili, kucheza mpira mzuri, kufanya nini, kudominate game na nini, hivi vyote vinakuaga tu sehemu ya kutengeneza nakshi ya ushindi ambao unauhitaji. Lakini turejee kwa kocha Gonçalves kwamba watu wanamlaumu. Hebu tuangalie kweli kwamba je, anastahili kupewa lawama zote 100% au inakuwaje? Ukimwangalia Gonçalves, kwanza ndio kocha ambaye ameingia Young African akiwa katikati ya mashindano. Yaani ameikuta Yanga ikishenga kwenye mashindano ya kimataifa, ishenga kwenye mashindano ya ndani, ndio ameikutia katikati. Hilo jambo la kwanza, kwamba sio kocha ambaye alipata muda wa kwenda pre-season, alipata muda wa kukaa na wachezaji, alipata muda wa kuanza kushauri benchi la ufundi liwe hivi au asajiliwe fulani. Kwa ameingia katikati ikuta tayari kuna mjengo ushatengenezwa na benchi la ufundi lililopita na uongozi. Umeelewa vizuri? Kwa katika eneo hilo unamuondoa kwenye lawama. Lakini pia kitu kingine ambacho huyu kocha anamuondoa kwenye lawama, key players wa timu wengi wamepata majeraha, wengi hawapati nafasi. Hiyo pia unaweza kumuondoa kwenye hiyo lawama, kwa sababu ukiangalia anafika Young African ambapo mtu kama Dickson Job ambaye beki kitasa kabisa wa kutumainiwa ana majeraha. Anafika Young African mchezaji ambaye alikuwa ndo mwenyeji, anajua mpira wetu vizuri, anajua viwanja wetu vizuri na ni mfungaji, Clement Mzize, majeraha, hajamtumia. Anaingia kwenye Young African ambaye mchezaji ambaye alishakuwa MVP, alishakuwa top scorer, Stefan Azikia yupo kwenye kikosi. Anaingia Young African kiungo namba 6 ambaye walikuwa wanamtegemea Young African, Harid Aucho, hayupo kwenye kikosi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo yeye anafika, vitu vingi vinakuwa bado haviko stable. Lakini pia eneo lingine, ratiba ya ligi kuu imekuwa ni ngumu zaidi. Sio ratiba tu ya kucheza mechi mfululizo, namna msimu mmoja kuisha kwenda msimu mwingine. Young African hawajapata kupumzika. Mudathir watu wanalalamika kwamba ameshuka kiwango. Yes, yule ni binadamu, amecheza sana. Maxim pia Zengeli toka afike Young African ndiye mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi kuliko mchezaji yoyote. Amemzidi hadi Diala. Yaani goalkeeper mara nyingi huwa inakuwa ni goalkeeper, ni mchezaji ambaye anapewa nafasi kubwa ya kucheza. Lakini Max Zengeli ndio mchezaji ambaye amecheza mechi nyingi kuliko mchezaji wote wa kigeni. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba kama anacheza mechi nyingi, anatumika zaidi, anatumia damu, anatumia jasho, anatoka maji, lazima kuna uchovu utakuwa unamtokea na wakati mwingine kupungua ufanisi. Kwa hiyo ndio kwa Max Zengeli kuja kutokea. Ukija kumwangalia mtu kama Yao Ataola Koasi, amecheza, amepata majeraha na ndio alikuwa beki wa kutumainiwa. Paka wanakwenda kumchukua Isla Mwenda, maana yake kwenda kukava nafasi yao itakuwaje endapo ikitokea mistake Kibwana Shomali akawa amepata majeraha. Kwa hiyo unakuja kuona Young Africa kwa kipindi hiki wamepitia mambo magumu. Kwanza kumaliza msimu uliopita ambao msimu ulitolewa kuisha, wachezaji hawakupumzika, wanamaliza tu msimu wanakwenda kucheza Chani, na ndio ilikwenda kumletea majeraha makubwa zaidi Clement Mzize, na ndio ambayo imekwenda kuletea uchovu mkubwa zaidi kwa upande wa kina Dickson Jobu, wa kina Ibrahim Baka. Kuna kipindi Ibrahim Baka unakuja kuona maamuzi ambayo anayafanya, inakuwaje anafanya maamuzi ya namna hiyo, kumbe wakati mwingine akili inataka, mwili umechoka. Kwa hiyo unajikuta kuna vitu unavifanya ambavyo huwezi kuvitarajia kwa sababu ya kutumika muda mrefu. Kwa kimpira utakiwi kuilaumu Yanga kwa sababu Yanga ni timu ya mpira, na timu ya mpira ina opt katika matokeo matatu: kushinda, kudraw na kufungwa, si ndio? Hizo ni sababu ambazo ndio inaifanya Yanga icheze vizuri ndani ya pitch. Hizo ndio sababu ambazo zinaifanya Yanga isicheze vizuri kwa kuvutia. Kwa sababu gani? Wamecheza mfululizo zaidi pasipo kupumzika wachezaji. Umeelewa vizuri? Kwa sababu ukiangalia hata ile logic ya masaa 72 watu wanashindwa kuielewa. La masaa 72 tafsiri yake ni nini? Masaa 72 tafsiri yake ni kwamba mchezaji aweze kupata muda wa kupumzika, aweze kupata muda wa kufanya analysis ya mechi iliyopita, aweze kufanya tathmini ya mechi inayofuata. Katika hiyo masaa 72 umpe muda huo wa kuweza kufanya hayo mambo yote. Siku ina masaa 24. Kibinadamu mtu anatakiwa apumzike masaa 8, yani alale. Masaa 8 sio kwamba apumzike acheze game au nini, yani alale masaa 8 kiafya, atakiwa alale masaa 8. Kwenye masaa 24 ukitoa masaa 8 yanabaki masaa 16. Katika masaa 16 yanayobaki
njoo atoe masaa 8 mengine, ama masaa 8 mengine wanatoa yaweke kwa ajili ya mchezaji kurefresh. Yani kurefresh tafsiri yake ni kwamba apate time aende kwenye swimming pool, aogelee, acheze PS, umeelewa vizuri, apate muda wa kula, yani bwana lunch time sasa hivi ale, umeelewa vizuri, apate nafasi ya kuongea na washikaji, umeelewa vizuri, au masaa 8 yote tunatumia katika eneo hilo. Masaa 8 yanobaki mengine, haya ni masaa 8 unatumia kwa ajili ya karia yako, umeelewa vizuri, ikiwemo na kumwabudu Mwenyezi Mungu kama Mkristo kama Mkristo, lakini pia kwa ajili ya karia yako, kwamba hiyo sasa upate time ya kwanza kufanya tathmini mechi iliyopita. Yanga nimecheza na Mtibwa, nimetoa sare ya 1-1, nilikosea wapi, nilipatia wapi, nani alifanya nini na kwa nini. Wanaanza kufanya discussion na benchi la ufundi pamoja na wachezaji, umeelewa vizuri. Baada hapo mechi inayofuata nani, nacheza mechi dhidi ya Prison. Prison wanachezaje, tunaingia vipi, nani acheze wapi, kwa nini, umeelewa vizuri. Ikishamaliza hapo, atoke hapo aende kwenye training session kwenye uwanja, wakafanye practical uwanjani, watengeneze koni, wacheze open space, watoke hapa sije full game, zitengenezwe timu 3, wanacheza, wanajiandaa kucheza dakika 90, lakini kwenye mazoezi hawezi kucheza dakika 90. Wanasema kwamba kama wewe unataka kwenda kupigana vita, fanya mazoezi ya kutoka damu, ili ukienda vitani ukikutana na damu useme kwamba hii vita ya kawaida, hata mazoezi inatokaga damu. Lakini ukienda kukutana na jasho sema hii vita ya jasho tu, mimi mazoezi inatokaga damu, umeelewa vizuri. Kwa hiyo huwezi kujiandaa kucheza dakika 90. Kwa hiyo unakuta kwenye mazoezi obviously wanajiandaa zaidi ya dakika 90, 120 na kuendelea, umeelewa vizuri. Kwa hiyo huyu mchezaji ukiwa unamnyima muda wa kuweza kufanya hivi vitu vyote, anapataje ubora wa kwenda kwenye mechi nyingine? Kumbuka pia katika masaa 8 mengine pigia hesabu pia kufanya travel kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Kwa hiyo Yanga katika hilo lote wamekosa utulivu. Kwa hiyo lazima kuna vitu vitapungua. Kwa hiyo wanaanza kuopt kwamba tucheze mpira mzuri tuwavutie watu, au tucheze kibingwa tupate alama 3 tusonge mbele. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine bingwa anacheza mpira usiovutia lakini anaondoka na matokeo mazuri. Hiyo ndo character ya kibingwa. Wakati mwingine unapofikia mimi ngoja nicheze tu, nitafute alama zangu 3, nisogee mbele, maisha yaendelee. Yeah. Sasa tuzungumzie mchezo wa leo wa Yanga dhidi ya Prison. Kwako unaonaje nafasi pekee ya Yanga kuendelea kubaki kileleni huku mtani wake anazidi kupangua viporo vyake? Kiukweli nikiangalia kwa Young African na Tanzania Prison kimakaratasi, Yanga ana nafasi kubwa ya kuweza kushinda, kwa sababu kwanza ni bingwa mtetezi mara 4 mfululizo, lakini pia kwenye msimamo wa ligi yeye ndio kinara, lakini pia wanaompa changamoto Azam na Simba wapo karibu naye kabisa. Kwa hiyo lazima aweze kutengeneza gap ya kuendelea mbele zaidi, kwa sababu anafahamu kwamba akidondosha alama leo na Simba akija akishinda mechi zote, inamaanisha kwamba atakuwa na alama 37. Umeelewa vizuri? Yeye atabaki na alama 38. Wakati huo akumbuke kwamba Simba anakuwa na kipolo kimoja, akishinda maana yake anakuwa yuko juu yake. Umeelewa? Kwa tafsiri yake ni kwamba inatakiwa ajitahidi aweze kutengeneza gap zaidi, liendelee kubaki gap ya mechi moja, unless otherwise waje kukutana wao waamue nani aweze kuwa juu ya mwenzake. Lakini kama atakubali kuwa mtu mwingine ambaye unaona kabisa hapa ni sehemu ya kokota alama, inakuwa ni changamoto zaidi. Young African mpaka sasa ana pointi 38. Amecheza michezo 16. Viwango vya ufanisi ni 79% vya ufanisi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwamba bado yuko vizuri kwenye ufanisi wake, ingawaje ufanisi wa safari hii haujafanana na ufanisi wa msimu uliopita. Kwa sasa hivi amedondosha alama 10 katika ngwe ya kwanza. Umeelewa vizuri? Ambapo hii haikuwahi kutokea kwa misimu 3 nyuma. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa kipindi hiki lazima Young Africa ajaribu kufanya kila analoliweza aweze kuhakikisha kwamba anaweza kupata matokeo. Lakini pia kuja kumwangalia Tanzania Prison, yupo chini kabisa ya msimamo. Kimwangalia nafikiri nafasi kama ya 14 hivi. Yuko chini kabisa kwenye mstari mwekundu. Maana kwamba huyu anaweza kwenda kucheza championship. Kwa hiyo pia anahitaji kuweza kushinda ili kuweza kusogea juu zaidi. Akimwangalia jirani yake ambaye aliweza kupata matokeo dhidi ya KMC na Mbeya City, kwa hiyo pia atahitaji kuweza kujipapatua kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo naona kabisa utakuwa ni mchezo ambao ni mgumu kwa upande kila mmoja kuhitaji matokeo, lakini pia kimbinu naiona kabisa Young Africa inawezekana ikaenda kupata favorite zaidi kuenda kupata matokeo, kwa sababu kuna vitu vingi vinamfavor. Mbali ya kupata takwimu nzuri mbele ya Tanzania Prison, lakini pia haina ya kiwanja ambayo anaenda kukitumia. Yanga atakuwa nyumbani, kiwanja kitakuwa kiko rafiki zaidi. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kama waliweza kupata matokeo kwenye mazingira magumu ambao waliweza kupata matokeo uwanja wa Jamhuri ukiwa kwenye hali ya tope, na leo hii wanaenda kucheza dhidi yake kwenye uwanja ambao ni mzuri zaidi. Kwa hiyo unaona kabisa nafasi kubwa kwa Young African inaweza kuangukia zaidi upande wake. Lakini pia
urejeo wa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa majeraha kuanza kufanya mazoezi na timu, hata kama wasipotumika, ile wao kuwepo tu kwenye training session inatengeneza spirit ya kuweza kuona kwamba sasa tumerudi kwenye ubora wetu. Kwa hiyo naamini kabisa Young African katika hili wanaweza kwenda kupata matokeo na kuweza kusonga mbele. Sioni nafasi ya Yanga kupoteza mchezo huu.